ni Cristiano Ronaldo. Huyu ni binadamu ambaye ana wafuasi wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mtandao wa Instagram yeye ndio binadamu anayeongoza. Kwenye mtandao wa YouTube ni binadamu anayefuatiliwa kwa kasi, ukiachilia mbali Mr Beast ambaye ndiye anayefanya vizuri zaidi kwenye mtandao wa YouTube, na by the way ni rafiki yake na Cristiano Ronaldo. Sasa Cristiano Ronaldo baada ya ligi kuu ya nchini Saudia Pro League kumalizika na kufanikiwa kuibuka mfungaji bora, kuna kitu alizungumza au kuna kitu aliandika kupitia ukurasa wake wa Twitter au X, this time ikifahamika hivyo, kwamba anayefunga chapter lakini history bado inaendelea kuandikwa. Watu wengi wakamuhusisha kwamba anaenda kuondoka kwenye klabu ya Al Nassr. Wakati huo ameshaanza kutajwa kwamba klabu ya Wydad Casablanca inamhitaji kwa sababu ya kwenda kucheza Club World Cup. Linawezekana hili jambo? Mimi sina majibu. Bwana Fadhili Nyika atatupa juu ya kile ambacho yeye anachokitazama. Inawezekana au haiwezekani? Kama inawezekana kwa sababu gani? Na kwa muda gani inaweza ikawezekana? Na kama haiwezekani, ni kwa nini haiwezekani? Twende pamoja. Ronaldo anakuja Afrika bwana. Amecheza Ulaya, ameenda Asia, amekuja Afrika. Anaweza akaja Afrika, and I'm confidently akija Afrika atatoka ataenda Amerika. Yaani hiyo sina shida nayo. Unaliona kwanza hili jambo likitokea? Cristiano Ronaldo dos Santos, mchezaji mwenye talanta kubwa zaidi duniani, mchezaji ambaye kwa miaka alionayo kwa bara la Afrika ingekuwa ni ngumu sana wachezaji kucheza kufikia hiyo miaka alionayo, lakini kwake yeye imekuwa ni uthubutu, imekuwa ni utayari wa mazoezi, imekuwa ni fitness level ya kiwango kikubwa sana. Cristiano Ronaldo yeye pamoja na Al Nassr mkataba wao unaisha tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2025. Wakati huo FIFA Club Cup inaanza tarehe 12 mwezi huu. Ina maana kuna takriban kama siku 18 kwenda kutamatika kwa mkataba wa Cristiano Ronaldo yeye na Al Nassr. Ronaldo anatakiwa kufanya nini? Al Nassr wanatakiwa kufanya nini? Wydad Athletic Casablanca wanatakiwa kufanya nini? Mpaka hapa tulipofikia inatakiwa mkataba uvunjwe kwa sababu ya siku 18 ambazo zimesalia yeye kumalizika kwa mkataba wake. Mazungumzo yanaendelea na takriban kwa asilimia, unaweza kusema ni asilimia 22 mpaka sasa kinachoendelea kwa Cristiano Ronaldo na viongozi na management ya Wydad Athletic Casablanca. Kwa hiyo naamini malisho ya soka ni pahala popote pale ambapo unatakiwa kuwepo, na kwa sababu watu wanahitaji huduma yako. Kwa hiyo mimi naamini kama aliweza tu kutoka Europe akaenda Asia, this time around kama bara la Afrika linamhitaji, na hisi itakuwa ni talanta ya kwanza kuwahi kutokea duniani kuja kuhudumia bara la Afrika, na especially ukanda huu ambao tunasema ni wa Afrika hii ya UNAF, kwa maana ya kaskazini mwa bara la Afrika. Kwa hiyo mimi naamini chochote kinaweza kikatokea kulingana na approach ambayo walimu au viongozi watakuwa wanahitaji kutoka kwake, lakini hiyo inakuja kuchagizwa kwa kiwango kikubwa zaidi mara baada ya usajili wa Nordin Amrabat, ambaye baada ya kutambulishwa ndani ya viunga vya Wydad alizungumza kwamba miongoni mwa maongezi makubwa zaidi yanaendelea kule Saudia ni pamoja na Cristiano Ronaldo kuhusishwa kuja kujiunga na timu hii ambayo mimi nimesajiliwa, na hiyo inakuja kutokana na nguvu kubwa wanahitaji kuiweka zaidi kuelekea mashindano ya vilabu ambayo itafanyika kule nchini Marekani. Sasa kulingana na kile ambacho kilichopo, we all know kwamba Cristiano Ronaldo atadimandi kiwango kikubwa sana cha pesa. Maana ya mshahara, siwezi kuzungumzia signing on fee, anaweza hata kuamua ku give it for free kwa sababu ni mchezaji anayependa kucheza mpira. And naamini hii deal inaweza ikawezekana kwa sababu ni mashindano makubwa sana, ni stage kubwa sana, klabu bora zote duniani zinaenda kushiriki hayo mashindano. Haitakuwa ajabu kumuona Cristiano Ronaldo akiwa miongoni mwa hao wachezaji ambao wanaenda kushiriki hayo mashindano, endapo Wydad watafanikiwa kumsajili Cristiano Ronaldo. Ni namna gani wanaweza wakanufaika naye? Hofu yangu ni kwamba anaweza akakubali kusaini klabu ya Wydad possibly miezi mitatu, mkataba miezi mitatu, akaitumikia tu Club World Cup, then baada ya hapo akawa amemaliza.
sifikiri kwamba anaweza akakubali kuja kucheza ligi ya Morocco. I don't think so. Yani sidhani kwenye hilo jambo. Lakini naona anaweza akakubali, lakini kwa muda mfupi ili aje acheze Club World Cup, then akimaliza hapo amemalizana nao. Wydad wanaweza kanufaika kwa namna yote na usajili wa Cristiano Ronaldo kwa muda huu mfupi, na kama ndio, je, kwa upande wa Ronaldo itakuwaje? Yes, Cristiano Ronaldo kwa age alionayo, lakini pia aina ya uchezaji wake. Umezungumza hapa, kama atakubali basi ni malisho ya kuihudumia Wydad almost miezi mitatu. Inaweza ikawa ni sahihi kwa sababu wachezaji wakubwa duniani mara zote huwa wanadetermine pia viwango alivyonavyo na umri waliopo. Kwa hiyo naamini kwa stage hii ambayo Ronaldo yupo, anaweza akaja ndani ya Wydad, lakini akashiriki tu pale Marekani kwenye michuano hii mikubwa ya vilabu duniani. Kwa hiyo naamini anaweza kaja, lakini kuja kwake sasa anakuja kuleta kitu kipya zaidi. Moja, watu kama kina Selemani Mwalimu, lakini pia kina Stefan Aziz Ki, hawa au kina Amrabat ambao wamecheza naye kwenye ligi yao ya Saudia. Yani kuna kitu pia wanahitaji kujifunza kutoka kwake, lakini pia wachezaji mbalimbali wanaocheza namba ambayo pia Cristiano Ronaldo anaicheza mle ndani, atataka kuwa naye kwa muda mwingi aweze kumpatia vitu vipi ambayo yeye before hakuwahi kutokea. Kwa hiyo naamini atakuja kubadilisha taswira kubwa zaidi, kuanzia kwenye fan base, kuanzia kwenye mitandao ya kijamii. Mpaka sasa hivi Wydad wanafuatiliwa almost na wafasi milioni 2 tu kwenye mtandao wa Instagram. Kwa hiyo naamini kuja kwake yeye atakuja kubadilisha taswira mpya kabisa ndani ya viunga vya Wydad Athletic Casablanca. Hakuna namna yoyote ile anaweza kuwa na iathiri ile reputation yake ambayo tayari ameshaiweka. Amechezea Real Madrid, amechezea FC Barcelona, amechezea Manchester United, amechezea Juventus. Sasa hivi anakipiga kwenye klabu ya Al Nassr. Hakuna namna yoyote ile kama atavuka na kwenda kuchezea klabu ya Wydad Casablanca, yes, haiwezi kuathiri ile reputation ambayo tayari ameshaiset, kwa sababu we all know ni mmoja kati au ni binadamu anayeheshimika zaidi kwenye mpira wa miguu. Kitendo cha kuja Wydad Casablanca hakiwezi kuathiri hii heshima ambayo tayari ameshaiweka. Yes, reputation ya Cristiano Ronaldo ni kubwa na tunaamini kwamba uwezo wake ndio umechagiza kwa kiwango kikubwa sana, lakini nahisi ana seti standard ya maisha yake, kwa sababu popote pale ilipo trophy au kikombe kilipo unahitaji kukipambania ili maksudi siku moja uweze kukitoa au kukipata. Naamini walio wengi wakati anaondoka kwenda Saudia yalizungumza mengi, lakini ukiamini kwenye uhalisia Sadio Mane alivyoulizwa kwa nini umechagua kwenda Saudia, akamwambia kwenye maisha ya mchezaji ni muda mchache sana ambao time frame ile tunayo, kwa inahitaji ku earn more. Najua haji kuongeza kiwango cha fedha, lakini anakuja kuangalia je, kwenye kile ambacho anakihitaji ndani ya kuwapatia. Let's say kuna muda mwingine mtu anaweza kaenda same, let's say Lusama Binzuza, unaweza kaenda hata Sua pale Morogoro, kaenda Sauti. Sio kama umeenda pale ku earn kitu kipya kutokana na vio mbalimbali vya habari ambavyo ushawahi kuvisoma. Kuna muda utaenda tu pale maksudi tu ka implement mbinu zako mpya kwa wale ambao wanakufuatilia na vitu vingine. Kwa naamini sasa kuja kwake yamkini sasa naamini kabisa Wydad kulingana na approach waliopakiana, strategy walizonazo ni kwenda kule na Ronaldo. Kama tunaenda kule, moja tuofe kwanza tuanze kujulikana, tufuatilie kwa ukubwa duniani. Kitu cha pili, atuofe tu hata kucheza akiwa amevaa jezi zetu, imakusudi pia tuuze jezi kwa ukubwa na vitu vingine ambavyo vinapatikana kwenye branding ya vilabu. Kuna namna yote ile ambayo inaweza kaunufaisha mpira wa bara la Afrika, wenye ujua Cristiano Ronaldo kwenye klabu ya Wydad Casablanca, kuna namna yote utalinufaisha soka la Afrika? Kiwango kikubwa sana, kwa sababu ujue hivi vilabu giant barani Afrika kama ambavyo vimechaguliwa sasa hivi, Esperance Sportive de Tunis, National Ahli, Mamelodi Sundowns, Masandawana hawa, lakini pia hawa ambao wako Wydad Athletic Casablanca. Ukiangalia hapa kila mtu anahitaji misuli ya kuwa na profile kubwa ya wachezaji wake. Ukienda Ahli utakutana na wachezaji wengi sana ambao wanaimba kina Imam Ashur na wengineo, lakini ukienda Esperance Sportive de Tunis utakutana na wengine. Ukienda Mamelodi Sundowns utakutana huko na kina wachezaji mbalimbali utawakuta huko, lakini pia Wydad kuna wachezaji mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu sasa ni nani anaenda kuimarika naye kwenye sehemu ya kuutambulisha umma kuhusu yeye kwenye klabu ana wachezaji wenye profile ya aina gani. Kwa hiyo naamini itakuja kulipa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu hapo itademand sasa kila klabu kutaka kuwa na wachezaji wenye profile kubwa, lakini pia kila mtu aweze kuona profile yake na kubwa inavyokuwa kulingana na wachezaji alionao. Mimi nakushukuru. Nakushukuru pia. Bwana,
Tanzania tuna Mohamed Dewji, tuna Ghalib Said Mohamed. Ushauri. Cristiano Ronaldo anaenda kumaliza mkataba na Al Nassr. Ghalib Said Mohamed anaweza katoa pesa za kumsajili Cristiano Ronaldo, alafu Mohamed Dewji akawa anamlipa mshahara. Miezi miwili Simba, miezi miwili Yanga, Cristiano Ronaldo anacheza Tanzania. Mimi ni Lusamwa, hii ni Anora TV.